nimekuja na somo maalum kabisa ambalo linahusu zaka, faida ya kutoa zaka. Kuna watu wanachukulia swala la kutoa zaka kimazoea sana, au wanapuuza ama wanatoa kile ambacho wao wanaona wanataka watoe. Lakini zaka ina faida kubwa sana kama utaelewa misingi kamili ya utoaji wa zaka. Kwa hiyo somo langu la leo linahusiana na faida ya kutoa zaka. Kwa hiyo kama unatoa zaka, sikiliza. Kama hautoi zaka pia sikiliza. Kuna vitu huenda ulikuwa unavielewa kidogo, lakini leo nitakuelewesha kwa undani. Zaka ni nini, inatolewaje na faida zake. Basi jiandae, ka standby. Tunakwenda sasa kwa ajili ya kufundisha somo hilo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye ameendelea kufuatilia mafundisho yetu kupitia channel ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuwa umechagua jambo sahihi katika maisha yako. Umechagua njia njema katika maisha yako. Umechagua maisha yenye kumpendeza Kristo Yesu siku zote tunazoishi hapa duniani. Mungu akubariki sana. Leo ninalo somo, na somo la leo linahusu zaka. Zaka ni nini? Zaka ni nini? Zaka kwa wasioelewa ama wanaoelewa, zaka ni sehemu ya 10 ya mapato yako, ama fungu la 10 la mapato yako, ama 10% ya mapato yako halali. Yote lazima iwe halali. Kama mapato yako ni haramu, usitoe zaka, kwa sababu utakuwa unatoa kitu ambacho hakina faida kwako, wala Mungu hakipokei, bali wanadamu watakitumia kwa sababu umetoa. Kwa hiyo utakuwa umetoa kitu ambacho hakina faida, lakini utakao wapa watatumia. Lakini wewe haustahili kutoa zaka kwa sababu unafanya biashara haramu, ama kipato chako haramu. Najua kuna mtu anaweza kaa anajiuliza, sasa nitajuaje kama haramu? Yaani kama unafanya biashara ambayo sio halali, kwa mfano unauza madawa ya kulevya, biashara zako zinahusiana na ukahaba, labda kufanya biashara ya udadapoa, ukakapoa na biashara zingine kama hizo, inatokana mali yako imetokana na wizi, mali yako imetokana na ubadhirifu, kipato chako kimetokana na ubadhirifu, hivyo vyote ni vitu haramu. Kwa hiyo kipato ambacho kinatokana na ubadhirifu sio kipato halali. Kwa hiyo kipato kisicho halali upaswi kutolea zaka. Tunaelewana hapo Na mambo yote ambayo wewe unayofanya unajua kabisa kwamba hili sio halali, hili hapa Mungu halipendi kabisa, tabia hii sio nzuri, kipato changu mimi kinatokana na unyang'anyi, usitoe zaka, kwa sababu hata ya mafundisho hayatakusaidia chochote. Haya mafundisho yanamhusu mtu yule ambaye anatoa 10% halali. Lakini zaka, kama nilivyokuambia kwamba ni 10%, ni lazima. Yani zaka sio hiari. Zaka ndio sadaka pekee ambayo mwanadamu anadaiwa, ambayo mwanadamu atadaiwa, ambayo mwanadamu anahesabika ameiba. Yani usipotoa zaka, hesabu yako ni kwamba umeiba. Nielewe vizuri hapa. Kama utoi zaka, ujue kabisa umeiba. Na vile vile uelewe ya kwamba unayemuibia sio mwanadamu, unayemuibia ni Mungu mwenyewe. Hiyo ndio zaka. Sasa kama ulikuwa ujui, kwa hiyo kutoa zaka ni sheria na ni lazima. Lakini pamoja na sheria na lazima, zaka ndio majitoleo ambayo yana faida kubwa sana katika maisha yako, kwa jinsi Mungu alivyoiainisha zaka na faida zake. Kuna vitu tofauti sana. Kuna sadaka ya kawaida, yani sadaka ambayo unaitoa kwa ajili ya nia fulani, hiyo ni sadaka. Alafu kuna kitu kinaitwa malimbuko, hayo ni malimbuko. Alafu kuna kitu kinaitwa sadaka ya shukrani, hiyo ni sadaka ya shukrani. Alafu kuna kitu kinaitwa zaka.
leo nataka nikufundishe kwa habari ya zaka peke yake, maana mambo haya nikukufundisha mengi yanaweza kukuchanganya. Zaka, na hiyo ndio sheria na ni lazima. Zaka. Sasa ili tuelewe vizuri kuhusu zaka, zaka ina mambo takribani matano. Zaka ina wizi kama nilivyokuwa nimekuambia, alafu zaka ina laana, zaka ina agizo na ahadi ya baraka, zaka ina ahadi ya ulinzi, zaka ina baraka kwa mataifa. Imebeba vitu vitano vikubwa. Hiyo ndio zaka ambayo ulikuwa hujui. Hiyo ndio zaka usiyojua. Hiyo ndio zaka na umuhimu wake. Kwa hiyo tutaenda kusoma kitabu cha Malaki ile sura ya 3, lakini tunaanza kusoma aya ngapi? Aya 8. Malaki sura ya 3 aya 8 tunaanza kusoma neno la Mungu. Inasema nini kwa habari ya Malaki? Anasema hivi, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Swali inaanza hapo. Mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Mungu anasema kupitia kitabu cha Malaki, sema, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Najua kuna mtu mwingine anajiuliza. Malaki anajibu kila kitu hapa, kwamba huyu Mungu nimemuibia saa ngapi? Nimemuibia nini? Na kwa namna gani Mungu nimemuibia? Mimi na Mungu tuna mahusiano yapi ya kuweza kumuibia chochote? Wakati Mungu mimi siwezi kumshika, siwezi kumuona. Sasa nimemuibia nini? Na Mungu anasema hapa, lakini nyinyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Anasema mmeniibia zaka na dhabihu. Hii dhabihu nimesema nitakufundisha siku nyingine. Hapa hivi vitu vile vimewekwa kwa msisitizo. Zaka na dhabihu ni vitu ambavyo vinafanana, lakini leo sitaki kuzungumzia dhabihu. Vinafanana kwa maana ya kiutendaji, kwamba ni lazima. Yani zaka ni lazima na dhabihu ni lazima. Usipotoa dhabihu ni deni, unamwibia Mungu. Usipotoa zaka ni deni, unamwibia Mungu. Leo naomba nisimame kwenye zaka. Aya 9 anasema, nyinyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Nilikwambia hapa zaka ina kitu kinaitwa laana. Kwa hiyo tunaona kwenye aya ya 9 Mungu anazungumza kwa habari ya laana. Aya ya 8 anazungumza kwa habari ya wizi. Hiyo ni zaka hiyo. Ametamka kwa habari ya wizi, ametamka kwa habari ya laana. Unaweza kulaaniwa usipotoa zaka. Sasa aya ya 10 nilikwambia kuna kitu kinaitwa agizo pamoja na ahadi ya baraka. Aya ya 10 anasema ndio amri yenyewe sasa. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hapa kuna mambo mengi sana ambayo Mungu ameyazungumza. Cha kwanza anasema leteni zaka kamili ghalani. Naomba shika peni yako ama kuwa makini na hili neno, andika pembeni kama ukifika nyumbani upate kuelewa. Leteni zaka kamili ghalani anamaanisha nini? Hili ni fungu la 10. Sasa fungu la 10 ni nini? Unatoaje? Kumbuka zaka haina kitu kinaitwa kidogo. Zaka haina kitu kinaitwa kingi. Zaka ina kitu kinaitwa ukamilifu, timilifu. Ndio maana anasema leteni. Sikiliza neno lenyewe, sio naombeni. Anasema leteni. Hii leteni unajua ni amri. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mungu anataka chakula katika nyumba yake. Unaweza ukajiuliza nyumba yake ni ipi? Ni hao watumishi wa Mungu ambao wanaifanya kazi ya Bwana, ndio nyumba ya Bwana. Sasa hii zaka kamili ni kitu gani? Haya, twende taratibu sasa hapa. Naomba mkae kwa kutulia, ambao mlikuwa muelewi. Kuna watu mnatoa zaka kimazoea, unapata kiasi fulani, unaenda kutoa zaka kimazoea. Haya, nisikilizeni kwa makini. Hapa kuna udanganyifu mwingi sana ambao watu wengi wanafundisha vitu ambavyo sio sahihi. Zaka ni nini? Zaka ni faida ya pato lako. Kwanza tukubaliane hapo na unielewe hapo. Yaani wewe kama ni mfanyabiashara, umeenda kukopa pesa benki, umepewa labda milioni 5, milioni 10, milioni 20, milioni 100, vyovyote vile. Umekopa pesa benki kwa ajili ya kufanya biashara. Hiyo fedha haihusiani na kutoa zaka. Hilo sio pato, huo ni mkopo. Naomba tusikilizane vizuri. Nataka nikufafanulie, pengine kuna vitu ulikuwa uvielewi.
na ninakufafanulia vitu ambavyo vimenyooka. Zaka ni pato lako. Zaka ni 10%. Sasa wewe umekopa hela, yani hiyo hela ulioshika sio ya kwako, unaitolea zaka ambayo umeitoa wapi, wakati ni hela ambayo unatakiwa uirudishe? Tunaelewana vizuri hapa? Kwa hiyo unapoingiza pesa kwenye biashara, hata akikupa mtu akakuazima ufanye biashara, hiyo usitolee zaka. Hiyo sio fedha ya zaka. Zaka ni pale ambapo umechukua pesa umeingiza kwenye biashara. Kama wewe ni mfanya biashara, kwa mfano mtaji wako umeingiza milioni 20, umefanya biashara. Katika milioni 20 umepata pato kiasi gani? Iwe kwa siku, iwe kwa mwezi, iwe kwa mwaka. Zaka ni hesabu ya mwaka. Sasa ili kuepusha uzito wa kuiona kama mzigo kulipa zaka mwaka mzima, jiwekee taratibu ya kuweka kila siku. Yani katika mauzo yako umeuza labda kwa siku umeuza 200,000. Katika ile 200,000 faida yako ni shilingi 50,000, sawa? Ile 50,000, 10% ya 50,000 ni shilingi 5,000, 10%. Tunaelewa vizuri hapo? Kwa hiyo kama unauza kila siku unapata faida, sio pesa yote, faida shilingi 50,000, toa shilingi 5,000. Naomba unielewe kwa makini sana. Faida unayopata ndio utolee zaka, sio mtaji wako. Maana huo mtaji sio wa kwako, unapaswa kurudi uliko utoa. Sawa sawa? Kwa hiyo ile faida ndio unaitolea zaka 5,000 kila siku, 5,000. Maana kama faida yako ni shilingi 50,000 kila siku, zaka yako kwa mwezi itakuwa ni shilingi 150,000. Kama kwa mwezi 150,000, kama utaratibu wa kupeleka zaka kila mwezi, peleka. Na nifikiri ni jambo zuri zaidi, kwa sababu kiusalama ni jambo zuri, na pia kwa moyo mkunjufu utaitoa kwa haraka kuliko ukikusanya mwaka mzima ikawa nyingi. Wale wenzangu na mimi unaweza ukasema yote hii ndio zaka, ndio 10%. Sawa sawa. Wewe unauza mchicha, umeenda kununua mchicha, unasema na mimi zaka natoaje? Vizuri, swali zuri kabisa. Mwanzo nimesema zaka haina udogo wala zaka haina kingi. Zaka na kitu kinaitwa kamili. Ndio maana Mungu anasema leteni zaka kamili ghalani. Sasa unauza mchicha, unatoaje zaka? Haya, una mafungu yako 20 ya mchicha, kila fungu moja shilingi 1,000 kwa mfano, ama fungu moja shilingi 500. Kama fungu moja ni shilingi 500, una mafungu 20, maana yake wewe mchicha ukiisha utakuwa mpata shilingi 10,000. Katika hiyo 10,000 uliyoipata, msingi wa biashara yako ambao ulienda kununua mchicha ni shilingi ngapi? Ulienda kununua mchicha wa shilingi 3,000, ukapata mafungu 20. Hayo mafungu 20 3,000, labda umetoa shilingi ngapi? Labda 700 au shilingi 1,000. Maana katika 10,000 toa 1,000 yako ya msingi, toa 1,000 yako ya msingi, itabaki shilingi 9,000. Kwenye shilingi 9,000, 10% ya shilingi 9,000 ni shilingi 900. Hiyo ndiyo zaka yako, usizarau. Hiyo shilingi 900 ukijumlisha mara 30 unapata zaka yako ya mwezi mzima. Nenda katoe. Tumeelewana vizuri? Hiyo ndiyo zaka. Huo ndio mfumo wa zaka, na huo ndio uhalali wa zaka. Wewe unapokea mshahara, mshahara ni mshahara ndugu yangu, hauna msingi. Yani mshahara ni mshahara, umesoma, umeajiriwa, umpata kazi, mshahara ni mshahara. Mshahara ni nini? Ni mshahara. Ukipokea mshahara wako, basi ule mshahara wako kama ulikopa unadaiwa mkopo, tafadhali lipeni hiyo mikopo. Mnaodaiwa mikopo yote ya chuo mlipe, kwa sababu hilo ni deni kubwa mbele ya Mungu, sio mbele ya mkopo uliodaiwa peke yake. Bodi ya mikopo inakudai na Mungu anakuona kama wewe ni mwizi. Kwa hiyo lipa deni la watu. Kama umekopa, umesomeshwa, umepata ajira, lipa deni la watu, usijifiche. Ukijificha na deni la watu unatoa zaka, wewe kazi yako ni bure, mwizi. Hiyo zaka kwa Mungu haina faida. Kwa hiyo ukiwa umekopa, najua inakatwa juu kwa juu, ukiwa mwaminifu inakatwa juu kwa juu. Kwa hiyo mshahara unaopokea ile wanaita take home, yani unaenda nayo home, ile ndio unatolea zaka. Shilingi ngapi? 100,000. Kama ni 100,000, zaka yako ni shilingi 10,000 kila mwezi. Usizarau, hiyo ndio zaka yako. Yani zaka hata kama ni shilingi 100 ndio zaka na imekamilika. Ndio maana neno la Mungu linasema leteni zaka kamili ghalani. Kuna watu wanatamaa. Hii zaka wanakuja kusemaga hadi malimbuko wanasema zaka. Ndugu yangu, malimbuko sio zaka. Malimbuko ni kitu kingine kabisa. Zaka inabaki kuwa zaka 10% ya kipato chako. Tena ni faida, sio kipato msingi wa watu umekopa hela huko unasema ndio utolee zaka. Kama umeyatoa hayo, umetoa kwa hiari yako, kwa makubaliano yako wewe na Mungu, lakini hiyo sio zaka. Zaka ni hii inayokufundisha. Kuna wengine
baba wa nyumbani anaacha hela ya kula. Nisikilize, baba amepokea mshahara shilingi 200,000, ametoa zaka shilingi 20,000, hajamlipa mama, ametoa hela ya kula nyumbani, ameacha hela ya kula, anakuambia wewe mama, nenda kanunue mahitaji 1 2 3 4 5. Wewe mama ukabanabana ile hela ikabakia nayo, usiende kutoa zaka. Mimi naongea katika kweli na haki kadiri ya neno la Mungu lilivyo. Hiyo zaka unaipatia wapi? Kwani hicho ni kipato ambacho umekipata kutoka wapi? Wakati zaka ni fungu la 10 la kipato chako, hela ya kula inakuwaje kipato? Tuelewane hapa. Unakuta mtu anasema kwani wewe uachiwe hela nyumbani utoe zaka? Tamaa, wizi. Hiyo sio zaka, unajitolea bure tu, unajisumbua. Kwa sababu mwenye nyumba ameshatoa zaka ya fedha hiyo hiyo na wewe mama hajakulipa. Lakini kama mume wako ametoa zaka vizuri, akaja nyumbani akakupa hela ya matumizi, akakwambia mke wangu, hii ni ya kwako, katoe zaka, kwa sababu hilo nao ni pato umepata kutoka kwa mume wako, ni pato halali, amekupa kwa ajili yako, hajakupa kwa ajili ya kwenda kufanya shopping ya kitu chochote, amekupa pesa kwa ajili yako wewe, katoe zaka. Lakini akija tena akakupa pesa, mke wangu, chukua fedha hii kanunue gauni, usitoe zaka. Umepewa fedha kwenda kununua gauni, hiyo sio zaka, hilo ni pato la kutoka wapi? Mume wako anakuhudumia kama mke wake. Kwa hiyo hiyo sio zaka, hata kama walikwambia zaka. Mimi nakuhakikishia ukitaka kutoa toa, lakini mbele ya Mungu hiyo sio zaka. Zaka kamili ni 10% ya pato lako. Sasa hii nimekupa hela ukanunue gauni, hilo pato gani? Sana sana utakuwa umefanya kitu tofauti. Unapaswa kanunue gauni. Ukipata gauni la bei rahisi, naambia mume wangu nashukuru, umenipa 200,000, pata gauni la shilingi 100,000. 100,000 nimebaki nayo, sio zaka. Akikwambia kaa nayo, atakwambia kaa nayo, kama nirudishie atamarudishie. Lakini hiyo sio zaka, kwa sababu hakukupa hela kama pato. Tuelewane vizuri hapa. Zaka ina matatizo mengi sana. Watu wengi wanafundisha kuhusu zaka, wanafundisha wanavyotaka wao, sio Mungu anavyotaka. Kwa sababu hii zaka huko mbele tunaona kwamba ina faida kubwa katika maisha yako ukiitoa katika mfumo ambao Mungu mwenyewe anataka. Hapo naomba tuelewane vizuri. Nimetaka kupaeleza vizuri kabisa ili wewe upate kuelewa zaka ni nini. Biashara yako, kazi yako inayokuingizia kipato. Yaani zaka kwa lugha nyepesi kabisa lazima ihusiane na kipato chako. Yaani kipato. Sasa nafikiri tunaelewana. Ukija kwenye Kiswahili kipato ni nini? Lazima ufanye kazi upate kipato. Hicho ndicho kipato. Si ndio Ndio kuna kipato. Lakini mwingine anaweza akapewa kipato. Unapewa kipato. Kipewa kipato, katoe zaka, umepewa kipato. Yaani mimi nimemlipa mke wangu, nimempa kipato, si ndio Kwa anakwenda kutoa zaka. Lakini kama haihusiani na kitu kinachoitwa kipato, usitoe zaka. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu hiyo sio zaka, na neno la Mungu linasema leteni zaka kamili ghalani, pamoja na uhalali wa zaka na ukamilifu wake, na usipunguze zaka. Usije ukawa unapata mshahara wako 1,000,000 unatoa zaka shilingi 50,000. 1,000,000 zaka yake ni 100,000. Ndio maana halisi anasema leteni zaka kamili ghalani. Ukitoa nusu maana yake nini? Umeiba. Nafikiri hapa tunaanza kuelewana vizuri. Watu wengi nimewasikia wakiwa wanafundisha mafundisho ya kwamba eti we mama unafanya kazi ya nyumbani ndogo ndogo za nyumbani, mume wako akikupa hela ya kula, umebanabana hela ya kula, toa zaka. Hiyo sio zaka, huo ni uongo, huo ni wizi, mafundisho batili kabisa. Kama yeye anasimama mbele ya Mungu, akae vizuri, afikirie kabisa, Roho Mtakatifu wa muongozi. Hiyo sio zaka, hiyo sio zaka. Yani hiyo sio zaka kwa namna yoyote ile. Haleluya. Hapo nafikiri tunaelewana vizuri. Anasema ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kuna ugonjwa mwingine. Kuna mtu anachukua zaka, anasema anakwenda kupeleka kwa watoto yatima. Anasema anakwenda kumsaidia fulani. Anasema anakwenda kumpa mtu fulani. Nisikilize, zaka inasema hapa ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Sasa huko kwa watoto yatima ni nyumba gani? Ni nyumba ya Mungu. Hawa ni watoto yatima, wako mahali ambako wanatunzwa, sawa? Vile vile unaweza kumpelekea muhitaji. Huyo ni muhitaji. Hiyo sio zaka. Hayo ni majitoleo. Bwana anasema ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Anamaanisha shughuli za kichungaji ziweze kwenda, kwa sababu wachungaji wanategemea zaka zenu, na hasa zaka inafanya kitu kikubwa sana katika uchungaji na mambo ya kanisani, mambo yanayohusu hekalu la Bwana.
kama kuna kununua sijui mishumaa, kama sio kuna kununua ubani, kama sio kuna kununua vitu vya kanisani, yani inahusiana na mambo ya kanisa. Hiyo ndio zaka. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kama una mchungaji wako, mpe tu. Hata ukikutana naye barabarani, ndio madhabahu ya Mungu hiyo, mpe. Kama unapeleka kanisani, sio sehemu ya sadaka, peleka kaseme hii ni zaka. Kama hamna utaratibu wa kutoa zaka mzuri, kwamba mnakusanyika labda kila mwisho wa mwezi mnatoa zaka, wewe mpelekee, mwambie mimi ya kwangu ndio hii, kwanza inaga mwisho wa mwezi. Kwa hiyo baba mchungaji, baba mtumishi, baba padri, zaka yangu ni hii. Hiyo ni zaka. Mwambie hii ni zaka, sio sadaka. Ajue kabisa hiyo ni zaka, kwa sababu zaka ina mfumo na utaratibu wake. Tunaelewana vizuri? Msipeleke zaka kwenye nyumba si kwa wagonjwa, si kwa nyumba za watoto yatima, si kwa watu wenye uhitaji. Huko zaka haiendi. Huko unaenda kufanya majitoleo. Uelewe vizuri. Yani kuna watu wanasema sasa mimi zaka sinawapeleka tu. Hakuna. Zaka inakwenda madhabahuni kwa Bwana, Bwana wa majeshi. Sawa sawa. Tunaendelea mbele. Anasema hivi, na hicho ndicho chakula ambacho katika nyumba ya Mungu hakitopunguka. Mungu anasema chakula katika nyumba yake, kwenye madhabahu yake. Sasa anasema hapa, nilisema kwenye hii aya ya 10 hapa kuna agizo ambalo zaka ipelekwe wapi na itoleweje, lakini kuna ahadi ya baraka. Tunaendelea hapa, anasema mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kumbe unapotoa zaka kwa kufuata msingi wa zaka, tunaelewana vizuri? Kwa kufuata msingi wa zaka na maisha ambayo Mungu anayataka, maana yake anasema atafungua madirisha ya mbinguni kwako wewe mtoaji zaka, baraka hiyo. Na atakapokufungulia madirisha ya mbinguni, hayatakuja mvua, itakuja baraka. Anasema kuwamwagieni. Unajua neno kumwagia, hivi naelewa vizuri? Kumwagia, umesha kumwagilia mchicha. Tofautisha kati ya kurusha na kumwagia. Mungu anasema nitawamwagieni. Yani maji hivi, nikichukua ndoo ya maji nikayamwaga, wewe unaweza kuyakwepa usiroe? Ni ngumu. Lakini nikichukua labda kitone nikakiflash shwa, unaweza ukakikwepa, si ndio? Sasa hapa Mungu anamaanisha kwamba atakumwagia baraka. Yani wewe utashindwa kuzipokea vizuri, zitakuelemea. Ndipo anaposema hapa hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Maana yake ukimwagiwa baraka hauwezi kuzipokea kwa mikono. Yani zitakushinda, zitakulemea tu, utakuwa ni mzigo kwako. Ndio kitu Mungu anasema kwamba kupitia zaka utapata baraka ambazo yani wewe mwenyewe utashindwa kuzimudu. Ndio maana anasema hapata kuwepo nafasi ya kutosha. Yani mfuko wako hautotosha, benki yako haitotosha, nafasi yako haitotosha, kikapu chako hakitotosha. Oh, haleluya! Toa zaka kamilifu upate baraka. Tunaelewana vizuri? Lakini tunaenda kwenye aya ngapi? Ya 11. Hapa anasema ahadi ya ulinzi pamoja na baraka. Akisha kupatia baraka anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautopukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Kwanza tuelewe, anayesema hapa sio Malaki, anayesema hapa ni Bwana wa majeshi. Anasema kwa habari hiyo ameshakupa baraka zake, anaahidi kuzitunza. Unajua watu wengi wanapata baraka lakini hazitunzwi, zinaharibika. Watu wengi wanapata mazao mazuri, hayatunziki, yanaharibika. Watu wengi wanapata mishahara mikubwa, hakuna wanachofanya. Madumadu wanakula, tunutu wanakula, wanatafuna nchwa, nzige wanatafuna. Unaona kwa nini? Kwa sababu hakuna ulinzi. Lakini Mungu anasema ile baraka ambayo nitakumwagia nitailinda. Anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Kwa kama kuna mtu ananyemelea fungu lako la hela, ananyemelea maisha yako, ananyemelea uchumi wako, Mungu anasema atamkemea. Unaelewa maana kukemea wewe? Maana yake toka wewe kwa jina la Yesu, toka. Mimi nimesema kwa jina la Yesu. Yeye ataamuru kwa kusema toka, usile chakula cha mtumishi wangu, hatokula. Kwa hiyo hakutokuwa sio na chuma ulete, sio ndo cha hai, sio ndo cha mfu, sio kupoteza fedha, sio vitu kufanya bila mpangilio, sio ya kutapanya. Vyote Mungu anasema atakemea yeye alaye, yoyote yule. Kwa hiyo kama una mashamba hayo mazao nyinyi mnapulizia wadudu sio dawa, Mungu anasema atatuma malaika zake, hao wadudu hawatokula. Ina maana mjewe kuona kuna shamba la mtu apulizie dawa na wala haliliwi chochote. Kama hujaona wewe bado, tafuta vizuri, uliza watumishi ambao wamekaa vizuri na Mungu. Utaona kuna vitu vinatendeka ni vya ajabu. Apulizie dawa lakini ngedere haingii kwenye ile shamba. Kuna mtu mwingine alishawahi kunishuhudia kwamba yani shamba lake ndio linaliwa na ngedere, mashamba mengine hayaliwi na ngedere. Hamjawahi kuona kitu cha namna hiyo?
Anyway, mnaweza mkuwa na store labda ya mahindi. Unashangaa store yako wewe ndio inaliwa na panya. Yaani panya wako kwenye store yako. Store ya mwenzako anakuambia panya hakuna hata kama mmepakana. Ni vitu vya namna hiyo. Yaani mambo ya kiroho Mungu anasema anakemea chochote, ana uwezo wa kufanya chochote. Ndipo anaposema nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapokutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba. Unajua mzabibu ni kitu kikubwa sana. Yesu anasema mimi ndiye mzabibu na nyinyi ni matawi. Anazungumza mzabibu, anazungumzia mazao yaliyo bora. Huo ndio mzabibu. Ukisikia mzabibu sio kitu kidogo. Ndio maana Yesu anasema mimi ni mzabibu na nyinyi ni matawi. Yesu hakusema mimi ni mpapai. Oh, haleluya. Amesema mimi ni mzabibu, na hapa anazungumza kwa habari wala mzabibu wenu hautapokutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika shamba, asema Bwana. Tunaelewana vizuri? Hiyo ndio zaka, ndio faida ya zaka. Maana yake usipofanya haya ni kinyume chake. Kwenye pointi ya 5 anasema kwa habari ya baraka kwa mataifa. Ni aya ya ngapi? Ya 12. Anaendelea kwa kusema hivi, na mataifa yote watawaiteni heri. Najua heri mtu yule, heri yule, kwa kweli yule amebarikiwa. Anasema maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Anapozungumzia nchi au hata territory yako, utawala wako, nyumba yako ni nchi, eneo lako ni nchi, shamba lako ni nchi, unapopamiliki ni nchi pamoja na nchi yenyewe. Yani wewe watu watakuona ni mtu akunawili na kustawi. Wapo watu wa namna hiyo, nafikiri mnawaona. Yani wale familia ile wamebarikiwa, wale nakwambia wana baraka. Yani wale sio kama anajua shida. Yani wale hamjaona watu wa namna hiyo. Ndio Mungu anasema anawabariki watu wa namna hiyo, kwamba hawatosikia shida na watu wote watasema wale wamebarikiwa. Wale mfanya nini? Wamebarikiwa. Hiyo ndiyo zaka, kama ulikuwa hujui. Sasa tujiulize swali. Ujiulize wewe mwenyewe, unatoa zaka kikamilifu? Umeelewa kuhusu zaka? Je, zaka ulikuwa unatoaje? Ulikuwa unatoa zaka kamili ama ulikuwa unatoa zaka nusu nusu? Ulikuwa unajua faida ya zaka? Ulikuwa unajua zaka inaenda kutolewa wapi? Ulikuwa unajua zaka inatolewaje? Ulikuwa unajua kwamba hela ya mboga sio zaka? Kwa hiyo hiyo ndio faida ya kulijua neno la Mungu. Kwa hiyo wewe kasome kwa habari ya kitabu cha Malaki ile sura ya 3. Unaweza ukaisoma yote tu. Mimi nimesoma kuanzia aya ya 8 ili nikufundishe mpaka aya ya 12 kwa lengo la kufundisha. Lakini wewe ukichukua Biblia yako, soma zaidi, kwa maana kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu anavisema kwa habari ya zaka. Yani kuna faida nyingi ambazo Mungu anasema kwa habari ya zaka, na utaelewa mambo mengi sana. Nimetaka nikufundishe hili kwa sababu moja ya jambo lilikuwa na ukakasi ni hili. Watu wengi hawalewi kuhusu zaka, alafu wanapuuzia. Na nikupe siri moja. Unapoona unakuwa mzito kutoa zaka, hivi shetani anaweza kukubali ubarikiwe namna hii? Shetani hawezi kukubali wewe upokee baraka za namna hii, kwa sababu ni baraka sio za mchezo. Unajua kumwagiwa baraka, nimekwambia, yani baraka ukimwagiwa huwezi kuzipokea kirahisi, yani zitakushinda tu. Sasa shetani anasema yani yule akabarikiwe namna ile, sasa ngoja nimuoneshe, na anakufanya utoi zaka. Unaona ni kawaida, anakufanya zaka unaona nyingi, yani ile 100,000 kwenye milioni 1 unaona nitoe 100,000 nzima, lakini kumbe yale malipo yake wewe, yani shetani anajua kabisa utapata kitu kikubwa. Anafunga roho ya utoaji zaka, anafunga roho ya majitoleo ya zaka na malimbuko. Unachukulia kawaida tu, unachukulia kawaida, kumbe shetani ndiye anayekubana. Nami ninakufungua leo kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu akupe maarifa na uelewe, akupe moyo wa nyama utoaji kwenye zaka, ujue umuhimu wa zaka kuanzia sasa. Kama ulikuwa unapuuzia, ujue umuhimu wa zaka kuanzia sasa. Mungu akubariki kwa kufuatilia somo hili. Limekuwa somo refu kiasi, lakini ndio neno la Mungu. Kwenye zaka, hata kingekuwa kipindi cha risali moja ni sawa tu, kwa sababu watu wengi wanachanganyikiwa kwenye zaka, hawaelewi. Nami nimekufafanulia kupitia neno la Mungu. Asikudanganye mtu. Hiyo ndiyo zaka, na kama utatoa kadiri ambavyo nimekuelekeza, utajionea mwenyewe kwamba mbona maisha yangu yalikuwa hivi? Baada ya kufuatilia kuhusu zaka, maisha yangu yamekuwa hivi. Huyo ndiye Mungu, huyo ndiye Bwana majeshi afanye mambo katika ukuu na utukufu wake. Toa zaka ndugu yangu, usipeleke hela sehemu nyingine kabla hujatoa zaka. Na kitu kingine, zaka ni ya kwanza kutoa kabla ya kitu kingine. Unapopata pato lako usianze kwenda toa zaka weka pembeni, alafu nenda unapotaka kwenda. Hiyo itakusaidia kumfanya Mungu aone kwamba umeiona zaka kuwa muhimu, alafu mambo mengine yamefuata. Kwa hiyo
Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Endelea kufuatilia mafundisho yetu. Tuna mafundisho mengine yanapatikana kwenye channel kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok, fuatilia huko. Lakini pia tunayo channel ya WhatsApp kwa jina la Mikono ya Kristo, fuatilia huko, na Mungu atakuinua zaidi, utapata kuelewa mambo mengi. Mafundisho haya pengine kuna mtu mwingine anachanganyikiwa kama ulivyokuwa unachanganyikiwa wewe, ama alikuwa haelewi kama ulivyokuwa hauelewi wewe, mtumie mafundisho haya. Mpe linki, mwambie bwana, ndugu yangu mpendwa, hebu sikiliza. Tuwe tunashirikishana neno la Mungu. Unajua watu wa dunia hii tumekuwa tunashirikishana mambo mengine kwa urahisi sana. Tunashare picha zingine hazina faida kwa watu wengine, ili mradi tunafurahi tu, hazina faida. Lakini vitu kama hivi tunakuwa navyo venye msaada wa kumfanya mtu anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tunapuuzia. Basi mimi nikusihi wewe ambaye ni mfuatiliaji mzuri kabisa wa mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo, wape wengine neno hili, wape wengine linki wapate kujifunza kuhusu zaka. Watabarikiwa na kufunguliwa, na wewe utabarikiwa zaidi, kwa kuwa utakuwa umeshare, umeinjilisha, umelituma neno la Mungu kwa wengine, wamebarikiwa kupitia mikono yako. Ukiwa unafuatilia, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya hapa YouTube. Bonyeza hiyo button ya subscribe, na pia ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mafundisho ambayo tunakuwa tunaposti mara kwa mara. Kama una jambo lolote unataka tukuhudumie kwenye kwa jambo lako la private, ziko namba za simu, unaweza ukatupigia hapo. Ukiwa ndani ya nchi, tupigie tu kwa namba kama zilivyo, ama unaweza kuwasiliana sisi kwa njia ya WhatsApp. Lakini kama uko nje ya nchi, kwenye hizo namba toa hiyo 0, weka alama ya kujumlisha 255. Ndio wakati mwingine nyinyi mpo nje ya nchi, watu hawaelewi Kiswahili, mtafasirie tu, mwambie boy, sikiliza hili neno ni 1 2 3, ongea kwa lugha yake ya kuelewe. Inawezekana na changamoto, anahitaji msaada, lakini lugha haelewi, mtafsirie tu, wala hakuna shida. Neno la Mungu litafsiri nafika kama lilivyo, wala usione shaka. Ndio basi, kama uko nje ya nchi, najua mnatufuatilia, wengine mko Arabuni, wengine mpo Amerika, wengine mpo Asia, wengine mpo Kenya, wengine mpo Uganda, wengine mpo South Africa, wengine mpo Kongo. Tunaona kama mnatufuatilia. Mungu akubariki popote ulipo, na tunaona watumiaji wengi mnatumia simu. Mungu akubariki, na hiyo simu yako aitunze, isiibiwe hata na vibaka, kwa sababu unaendelea kufuatilia mafundisho haya. Kama umebarikiwa na neno hili, unaweza kuandika hapo, asante Mungu, shalom Mikono ya Kristo, shalom Bwana majeshi, ninashukuru kwa kuwa nimepata neno na nimebarikiwa. Usiwe mchoyo, unaweza ukasema tu asante, nimebarikiwa, nilikuwa sielewi. Mungu ataona kwamba umepata neno na umebarikiwa. Ndio kuandaa mafundisho haya ni gharama sana, kwa hivyo usiache gharama ikaenda bure. Unatenga muda, kuna gharama za kuzalisha, za uzalishaji, vipindi kuviandaa, ni kazi ngumu kwa kweli, lakini tunamshukuru Mungu ambaye anatuwezesha kwa ajili ya kuyafanya mafundisho haya. Hivyo kama umebarikiwa, usisite kuandika kwenye comment hapo kwamba nimebarikiwa, na Mungu atakubariki zaidi na zaidi na zaidi. Naam. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo inasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Bye bye.